Leo niwakaribishe watu wote wa Mungu kwa ajili ya neno la Bwana siku hii ya leo, ambapo tunapoelekea kusherekea na kuadhimisha miaka kadhaa ya kuzaliwa kwa Kristo Yesu kwa ajili ya maisha yetu, ambaye ni mkombozi wetu. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hiyo ambayo alizaliwa kwa ajili yetu. Ni sikukuu muhimu sana ambayo ni muhimu sana tukafahamu na tukaelewa ukubwa wa jambo hili. Na kitu muhimu sana cha kufahamu kuhusu sikukuu ya Krismasi sio tarehe. Kitu muhimu sana cha kufahamu ni maana ya tukio lenyewe. Kwa hiyo unapokuwa unaadhimisha kuzaliwa kwa Kristo Yesu, ama unapokuwa ukisherehekea Krismasi, cha msingi kabisa sio tarehe 25 Disemba. Cha msingi kabisa huwa ni maana. Sasa tuna watu wachache ambao wao nguvu yao kubwa wanaipelekea kwenye tarehe 25 Disemba bila kupeleka kwenye maana ya tukio, maana ya kuzaliwa na Yesu. Kile cha kufahamu ya kwamba tarehe 25 Disemba ni tarehe ambayo kanisa karne ya 4 ndio liliamua ama lilipanga pawepo na sikukuu hizi za kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu. Na kwa nini kanisa lilipanga tarehe 25? Ziko sababu nyingi za msingi. Sababu mojawapo ya kwanza ilikuwa ni kupingana na mila za kipagani. Wakati huo, kabla ya karne ya 4, tarehe 25 Disemba ilikuwa ni sikukuu ya Mungu jua lisiloshindwa. Ile sikukuu inaitwa ni Sol Invictus. Wapagani walikuwa wanamsherekea Mungu anaitwa Mungu jua. Lakini pia kwenye tarehe 25 Disemba kuna sikukuu nyingine maarufu, ilikuwa ni sikukuu ya mavuno ya wapagani ambayo inaitwa Saturnalia. Kwa hiyo kwa sababu tarehe 25 Disemba zilikuwa ni sikukuu ambazo zilikuwa zinasherekewa na wapagani, kwa maana ya hiyo Sol Invictus pamoja na Saturnalia, basi ili kanisa la Mungu liweze kuangusha mila ya kipagani, ili liweze kuovertake sikukuu za kipagani zisiwepo, ndio maana na wao wakaamua kuweka tarehe 25 Disemba. Lengo kubwa ni kupindua zile mila za kipagani, na kwa hili kanisa lilifanikiwa. Ndio maana mpaka leo huwezi kusikia mtu anazungumzia kuhusu Sol Invictus, kwa maana ya sikukuu ya Mungu jua asiyeshindwa. Lakini pia kwa maana ya kusherehekea sikukuu ya mavuno ya miungu, huwezi kusikia tena, ambaye alikuwa anaitwa ni Mungu wa mavuno, ambao anaitwa kwa Kigiriki anaitwa ni Koron. Kwa hiyo lazima tufahamu ya kwamba kanisa hapa walicheza karata vizuri. Mimi niwapongeze sana kanisa la kwanza ambalo lilikuwa ni kanisa la Roman Catholic, kanisa la Kirumi. Niwapongeze sana kwa kuchagua tarehe 25 Disemba kuwa ni sikukuu ya kusherehekea kuzaliwa kwa Kristo Yesu. Kwa dhana ya kwanza, kupindua mila ya kipagani iliyokuwepo, na hii tumefanikiwa na kanisa limefanikiwa. Kwa hiyo mila ya kipagani, sababu Kristo alikuja kuangusha mila za kipagani, lengo lake ilikuwa ni hilo. Kwa hiyo kuchagua tarehe 25 kwenye sikukuu ya wapagani, kuweka sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu, ilikuwa ni kete nzuri sana. Na mimi kanisa la kwanza alipa maua yake, na wamefanikiwa, na kanisa limefanikiwa. Leo huwezi kusikia tunazungumzia habari za Mungu wa mavuno yule au Mungu jua, hauwezi kusikia. Ni habari za kuzaliwa kwa Yesu. Kwa kanisa lilifanya kazi nzuri sana. Tarehe 25 Disemba, kumbuka hii ilikuwa ni sikukuu ya kusherekea Mungu jua. Kumbuka pia na Yesu naye, kwa mujibu wa kitabu cha Mika, anaitwa Mungu, anaitwa jua la haki. Yesu anaitwa ni jua la haki. Kwa hiyo pia ilichagua tarehe 25 kwa ajili ya kumwadhimisha Mungu ambaye ni Kristo Yesu, ambaye ni jua la haki. Ndiyo maana ya tarehe 25 Disemba. Sababu nyingine kwa nini kanisa liliamua kuchagua kusherehekea sikukuu hii tarehe 25 Disemba, kanisa kwenye karne ya 4. Sababu nyingine ilikuwa ni kwa habari ya kuna mwanga uliwahi kuonekana kwenye majira ya baridi. Kwenye majira ya baridi kuna mwanga uliwahi kuonekana kule Mashariki ya Kati.
kwa ule mwanga. Na unakumbuka hayo majira yanaanza Disemba. Kwa na Yesu anayetajwa kama nuru, na kwenye unabii umezungumzwa habari za nuru. Yesu akija itatokea nuru. Kwa ndio maana tarehe ikawa setted tarehe 25 Disemba. Kwa hiyo unapoadhimisha sikukuu ya Krismasi, tarehe sio muhimu sana kuliko tukio lenyewe. Kwa tukio ndio lina maana kuliko tarehe. Unataka hilo likae vizuri kwenye akili yako, likae vizuri kwenye ubongo wako, ya kwamba unapokuwa ukiazimisha sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu, tarehe sio muhimu kama maana ya tukio. Kuangalia maana ya tukio. Maana ya tukio ni kuzaliwa kwa Mwokozi, ni kuja kwa ukombozi. Hiyo ndiyo ina mata zaidi. Na hapa kuna wale ambao wanasema ikiwa malaika alimtokea Mariamu mwezi wa 6 na tunasherehekea kuzaliwa kwa Yesu tarehe 25, je, Yesu alizaliwa akiwa imachua? Wile usimani tunaita ndevire. Yesu alizaliwa akiwa njiti. Labda niseme tu kitu kimoja, niwasaidie hawa. Kwanza nikusaidie kitaaluma, alafu baadaye nikusaidie kiroho ama kibiblia. Nianze kitaaluma. Hata njiti hahesabiwi umri wake siku aliyozaliwa kama miezi 9 ilikuwa haijatimia. Mtoto akizaliwa njiti, akazaliwa mwezi wa 8, tarehe yake ya kuzaliwa inawekwa baada ya kuhesabiwa miezi 9 ile kwa imekamilika. Kwa sababu wakiweka kuanzia miezi 6 aliyozaliwa, kule mbele itakuja kuleta matatizo. Kwa sababu kule mbele kwenye masuala ya kiafya, mtu anapopewa dawa anaangalia umri wake. Kwa hiyo umri wa mtu ni sawasawa ni pamoja na ile miezi 9 ya mwanzo. Kwa kitabibu, anapotibiwa mtu tunajumuisha pia na ile miezi 9 ya mwanzo inaangaliwa. Ndio maana unapewa dawa kiasi gani, au dawa kulingana na miezi 9 ile ya mwanzo. Kwa hiyo hata mtoto aliyezaliwa njiti, tarehe wanazopewa za kuzaliwa huwa ni baada ya kuwa ametimiza zile wiki za kuzaliwa ambazo wanatakiwa azaliwe. Kwa hiyo nitaka niweke hilo ni la kitaaluma ambalo nikusaidia wewe ambaye ulikuwa ufahamu hilo. Lakini kibiblia, malaika Gabrieli hakuenda kwa Mariamu mwezi wa 6. Hakuenda kwa Mariamu Juni. Maandiko yanasema mwezi wa 6 malaika akaenda nyumbani kwa Mariamu. Ile mwezi wa 6 maana yake sio Juni. Maana yake ni miezi 6, ni 6 month later. Manake baada ya kuwa malaika amemtokea Elizabeti, miezi 6 baadaye akaenda kumtokea nani? Mariamu. Ukisoma kwenye Biblia ya Kiingereza hawasemi Juni, wanasema ni 6 month later, baada ya miezi 6. Miezi 6 baadaye. Kwa hiyo Mariamu hakushika mimba mwezi wa 6. Mariamu alishika mimba miezi 6 baada ya kuwa Elizabeti ameshika mimba. Na ndio maana kwenye ule mstari mwishoni malaika anamwambia, tazama yule aliyeitwa tasa sasa ana mimba ya miezi 6. Kwa hiyo naomba usichanganye madesa. Kwa hiyo malaika Gabrieli hakwenda kwa Mariamu mwezi wa 6. Alienda kwa Mariamu miezi 6 baada ya kuwa amemtembelea nani? Elizabeti. Unataka hilo uliweke vizuri na kachunguza maandiko, utaona kwa namna hiyo.